Ndugu wananchi, naomba muendelee kuwa na uvumilivu. Serikali yenu bado inaendelea kupambana kuhakikisha hili eneo hapa linapitika. Najua changamoto nyingi zinatukumba hapa tulipo, kuna vitu vingi tunavikosa. Hivyo serikali yenu inaendelea kupambana kuhakikisha mnapita hapa. Kwa hiyo tuendelee kuwa uvumilivu, kadri maji yatakavyozidi kupungua tutafanya utaratibu tuhakikishe hivi vyombo vya usafiri hapa vinavuka kwenda ngambo ya pili kwa ajili ya kuendelea na safari. Kwa hiyo rai yangu kwenu ni muendelee kuwa na uvumilivu. Mniamini serikali yenu ihakikisha nawapambania ili muendelee na safari. Kuwapa pole kwa matatizo mlioyapata katika safari hii, poleni sana. Lakini cha pili, nichukue nafasi hii kumshukuru mkuu wetu wa wilaya Tanganyika, Mheshimiwa Onesimo Busweru. Katika wilaya yetu, pindi inapotokea changamoto sehemu yoyote, huwa ni mwepesi sana kufika sehemu ya tukio. Na leo ndo maana yupo tunaye hapa, na mshukuru sana. Jingine ndugu zangu, kama walivyotangulia, ni vyema tukawa na subira. Huu ni mto, maji yamejaa. Sasa kwa sababu ni masika, mvua zinaendelea kunyesha, inawezekana maji yakapungua ima yakaongezeka. Kwa hiyo ni vizuri tukachukua tahadhari kurudi sehemu ambayo tunaweza tukapata huduma ya uhakika. Nitakachokisema hapa ndo hali halisi, na sisi tutembee tukiamini kwamba si muda mrefu hapa patafunikwa. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alianza kujenga barabara kutoka Mpanda kuja Vikonge. Takriban kilomita 35 zimekamilika. Ninyi mnazifahamu kwa sababu mnapita njia kila siku. Lakini mbunge wetu akaenda kuomba fedha tena, Mheshimiwa Kakoso. Tukapata fedha takriban bilioni 38 za kujenga kilomita 25 kutoka Vikonge kuja Ruhafe. Na mkandarasi yupo site, na huyo mkandarasi ameshajenga makalavati yote madogo madogo kwenye barabara. Ninyi ni mashahidi, mnapita. Yote yamekamilika. Kilichokuwa kimebaki ni hii daraja kubwa la mto Mnyamasi, kama mnavyoliona hapa nyuma. Limesimama kidogo, lakini habari njema ni hii. Mkandarasi ameshalipwa tayari sasa hivi fedha bilioni 5.9, na baadhi ya mafundi wake mahiri waliobobea walikuwa wamesafiri kwenda China, wameanza kurejea. Kwa hiyo kazi ya hapa itaanza kufanyika ndani ya wiki 3 zinazokuja. Watakuwa wote wameshakamilika na ujenzi utaanza. Tunapoenda kusherehekea Mei Mosi, hawa watakuwa wamesharejea wote. Timu yote ya mkandarasi itaendelea kufanya kazi katika barabara kwa sababu tayari fedha bilioni 5.9 zimekwisha kulipwa. Kwa hiyo kikwazo kilichokuwepo pale kimeshaanza kutoweka. Sasa tunachokisema hapa, wananchi wetu na wasafiri wote na viongozi wote wa chama na serikali, tutembee na jambo hili kwamba kazi ya hapa inaenda kurejea, na tunamuomba mkandarasi pamoja na TANROADS waendelee kupanga vikosi vyao ili kazi iweze kufanyika. Na wenzetu pia wamesema kwamba kuna sehemu, kuna makorongo, kuna mabonde. Tunafahamu pia kwamba kutoka Ruhafe kwenda Mishamo takriban kilomita 35 ambapo zaidi ya bilioni 57 zimetona. Ndio maana kuna mkandarasi kule. Ninyi mnaopita nje kila siku kuanzia pale Ruhafe kuelekea Mishamo, kuna kazi imefanyika ya kujenga makalavati. Pale Mlima Nkondwe palipokuwa na shida kubwa patashushwa, lakini mnaona kwamba makalavati daraja pale pia yamejengwa. Si ndio hivyo jamani? Tumeyaona. Wangapi wanayaona hayo? Mtu nyoshe mikono. Yes, ni sahihi kabisa. Lakini habari nyingine, Mheshimiwa Rais tena ametuma timu ya wataalamu na wengine kutoka ADB, wamekuja kufanya tathmini, kufanya mapitio ya kutoka Mishamo kwenda Uvinza. Kazi hapa itakwenda kufanyika ni pamoja na usanifu wa daraja jipya kubwa kwenye mto gani ule? Mto Maragarasi, ili barabara ya kutoka Mpanda kwenda Uvinza yote, vipande vyote vitakuwa kwenye mpango ambao
inakwenda kujengwa kwa lami yote, ikiwemo usanifu wa daraja kubwa la kisasa la mto Malagarasi. Kwa jina naitwa Mbaraka Mohamed, ni mzaliwa wa Tanga, lakini naiomba serikali kama iliona iwekeze miradi kama hii ya madaraja kwa sababu ya huduma za wananchi. Nilikuwa napenda walivyoamua kuanzisha basi waende wakamalizie ili sisi tuweze kupata huduma kwa wepesi. Charles Makala. Kwa utaratibu nilikuwa naomba serikali tusaidie katika hii daraja, angalau tu hii daraja lipitike, kama bado ina mzunguko mgumu wa kunaniwa kumaliza barabara yake. Tukipitishwa hii njia itakuwa msaada zaidi. Kama mimi hapa nilikuwa naelekea kwa mnadani, hapa nimechelewa, miradi zangu zote zimeanguka na sijui kwamba nitafanya nini ili niweze kuishi, na nilikuwa na hilo tu.